بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Awali ya yote kwanza nitumie fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Mungu ambaye ndiye mwingi wa rehema, ambaye ananiwezesha hata mimi kuwepo mbele yenu hapa kwa lengo la kujaribu kutumia fursa hii ya afya alionipa na muda alionipa kuweza kuwakumbusha ndugu zangu kwa baadhi ya mambo muhimu na hususan yanayohusu dini yetu ya Kiislamu. Naitwa Sheikh Yahya Muhammad Ibrahim, Amiru Jamaat Ansar Sunna mkoa wa Singida. Leo ningependa mniazime macho kwa yale niliyodhani yangefaa kusikiwa na Waislamu mahali popote walipo wanaoitizama Mahasin TV. Jambo ambalo nilikuwa nadhani nitumie fursa hii kulizungumzia ni namna ambavyo da'wa zetu zimekuwa ngumu. Da'wa zimekuwa ngumu, na ugumu wa da'wa unakuja kutokana na uchaguzi wa kila mmoja wetu wa njia anayoitumia. Mashallah, alhamdulillah, vijana wamesoma vizuri, lakini shida ambayo inajitokeza, elimu ile ulioipata, namna ya kuifikisha kwa walaji, hili ndio linakuwa tatizo kubwa sana, kwa sababu elimu ni amana. Umetumia muda mwingi kuitafuta kwa lengo la kuifanyia kazi, lakini uifikishe kwa wahusika ili waweze kunufaika na elimu hiyo. Kwa sasa imekuwa ni kinyume. Tunashuhudia matukio tofauti yanayotokana na wale tunaoita ni wasomi wetu, kwa kutumia njia za dawa zinazoleta mgawanyiko na ikhtilafu mbalimbali katika jamii ya Waislamu. Kiasi maeneo mbalimbali tumekuwa tukionyeshana vidole, na hili linaonyesha kwamba tumeshatoka katika ule msingi ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa ametuagiza kuishi nao. Sasa kama hatukuwa na muda wa kuweza kukumbushana juu ya hayo, nionavyo mimi tunaendelea kuharibika. Dawa tulizonazo zimekuwa na taasub. Tuna maduati ambao jitihada yao kubwa ni kuzitangaza taasisi zao. Yaani mtu anapata nafasi mahala ya kuzungumza, kitu kikubwa anachokizungumzia ni namna gani taasisi yake inafanya kazi vizuri. Waislamu wana mahitaji mengi katika dini yao, si tu kujua taasisi yako inafanya nini. Na wengine wanajitahidi kufanya dawa kwa ajili ya kuwanyenyua wale mashekhi wanaowakubali. Yani yeye hawezi akazungumza kama hakuonyesha ule msimamo wake kwamba shekhi fulani ndio bora kuliko shekhi fulani. Dawa za mfumo wa namna hii hazitakuwa ni naje, haziwezi kuwa na maana. Kama nilivyosema, mahitaji ya Waislamu ni mengi katika dini yao. Ni lazima tuwe na maduati ambao wana mtazamo wa namna ya kuitengeneza hii jamii. Kila msikiti una utaratibu wake, lakini unaweza kaona kiongozi wa msikiti huu hana mafungamano na kiongozi wa msikiti ule. Taasisi zetu hizi ambazo zinafanya kazi mashallah kwa ajili ya kusaidia maendeleo ya Kiislamu, nazo pia tumejigawa kwenye hizo taasisi pia.
Huyu anakuambia niko taasisi fulani, niko taasisi fulani, niko taasisi fulani. Sasa inafika mahala baadhi ya viongozi kwenye zile taasisi au kwenye ile misikiti, anayetoka kwenye taasisi fulani hawezi kufanya jambo katika msikiti wa taasisi nyingine. Tumefikia hapo. Haya ni majukumu ambayo tumekalifishwa na Mwenyezi Mungu kuhakikisha kwamba yanaondoka miongoni mwetu, na njia pekee ni kutengeneza utaratibu wa kukumbushana. Sasa leo na mimi nimeomba mniazime masikio yenu na macho yenu kwa ujumla, niweze kudondoa kidogo hali tulio nayo. La kwanza tutaitumia aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ambayo ni mashuhuri, tumekuwa tukisoma katika mida ya hutuba mbalimbali, katika mimbari, katika mihadhara mbalimbali. Ni aya iliyozoeleka kwenye minasaba, imezoeleka. Lakini nionavyo mimi, hii aya tumeizoea kuisoma na pengine na kuitafsiri, lakini kuishi katika vitendo vyake aya hii bado ni shida, ni shida kubwa. Sasa niwaombe katika haya nitakayoyazungumza iwe ni sababu basi turudi kuishi katika aya hii ambayo tumekuwa tukisoma mara kwa mara. Aya yenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Ziko aya tatu zinafuatana hapo na zote zina maana nzuri tu. Hii ni amri. Kwenye aya hii ni amri, sio siyaq, sio mazungumzo, ni amri. Na amri inamtaka mwenye kuamriwa kutenda. Kinyume na hapo, ina maana umefanya kibri, umefanya dharau, umefanya jeuri kutokutenda hiyo amri. Allah anatuhimiza sisi Waislamu, anatuhitaji sisi Waislamu swala la kushikamana, swala la kuungana, swala la kuwa pamoja, jitihada ya kujenga Uislamu kwa pamoja. Mbele anasema wala tafarraku, tusitofautiane na tusiachane. Haya ndio maneno Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hatupaswi kuachana, kutengeneza vipande vipande, kila mmoja kutengeneza eneo lake la shughuli zake ambalo hataki kuingiliwa na mtu mwingine yoyote. Haya ndio tunayoona. Kuna baadhi anamuona mwenzia ana kasoro, lakini hii kasoro unaweza kuitoaje kwa mwenzio kama hauko karibu naye? Imefika mahala unapomwona mwenzio na kasoro fulani, wewe uchaguzi wako wa elimu na ilivyokutuma ni kumhama kwenye mazungumzo, kwa maana usimsalimie. Tuna maduati wa namna hii, hamsalimie mtu ambaye naona katika mtazamo wake alionao yeye huyu anatofautiana naye. Anawazuia wengine wasiende kwenye msikiti fulani, anawazuia wengine wasisalimiane na watu fulani, lakini pia anaweza kazuia hata watu kushirikiana katika jambo fulani, lakini ukiangalia msingi wa tatizo ambalo lipo baina yao hauhusiani na usul. Yani hatutofautiani katika misingi ya dini, ni katika furua. Sasa tunawezaje kuutengeneza Uislamu ukawa na nguvu katika mazingira kama haya? Hakuna dini au kikundi au jumuiya inayoweza kufanya mambo yake ikafanikiwa pasina kuwa na umoja. Waislamu tuna mahitaji mengi, na mahitaji hayo hatuwezi kuyafikia kama hatuwezi kuwa wamoja. Leo tunazungumzia habari ya watu wengine wana maendeleo, wana mashule, wana vyuo, wana kila jambo wanafanya kwa namna ambavyo wao wameungana na wanashirikiana. Lakini Waislamu ukija kutazama huku, kwa sababu ya kule kutapanyika kwetu, tumeshindwa kuwa na vitu vyenye kueleweka vya maana, lakini hata ile sauti moja juu ya jambo tunalodhani kwamba hili linatakiwa lishughulikiwe hatuna. Kila mmoja anahisi yuko sahihi kuliko mtu
mwingine. Hapo ndipo ambapo tunafika mahala tunafeli. Sasa mshikamano ambao huu ni umoja unasema ni katika mambo ya msingi ambayo dini ya Kiislamu ilikuja nayo. Al-Islam kad daa ilaiha mudatun tawila. Uislamu umelingania haya kwa muda mrefu sana. Nasema wadhkuru ni'mat Allah, kumbukeni neema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Idh kuntum a'daan, pale mlipokuwa tofauti, fa'alafa baina qulubikum. Allah kwanza alichokifanya akaziunganisha zile nyoyo zenu. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Tazama historia aya inavyoonyesha kwa maana kipindi Uislamu unaingia, mtume anafanya dawa, amewakuta wale Waarabu wakiwa na mazingira ya ukabila. Yani wote ni Waarabu, lakini ndani ya Waarabu wana makabila yao, wana koo zao. Hayo ndio maisha Uislamu umewakuta. Jambo la kwanza ambalo mtume sallallahu alayhi wasallam alianza nalo ni kuondosha kitu kiitwacho ukabila, kitu kiitwacho ukoo, alafu akaujenga Uislamu katika nafsi zao. Hauwezi ukaenda jeshini, huwezi ukaenda vitani kushindana na adui mkiwa na mioyo iliyotofautiana. Kwa hivyo alilazimika kufanya hilo kwanza, ili wote wale ambao wako chini yake waweze kupendana, waweze kushirikiana, waweze kuwa pamoja. Halafu safari ya kwenda kuitafuta haki itakuwa ni safari ya wote kwa pamoja. Na kwa ajili hiyo utaona aya zinakuja, Muhammadur Rasulullah walladhina ma'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana ila akhir al-aya. Zilikuja aya hizi kuwasifu baada ya kuwa wametengenezwa. Mtume na watu wake walikuwa kitu kimoja. Kama asingefanya kazi ya kuwaunganisha hawa masahaba, hawa Waislamu wakawa kitu kimoja, ushindi ungekuwa ni mgumu sana. Sasa yale yaliyofanyika kipindi kile si maana yake yaliishia kwa kipindi kile, la hasha. Yapaswa yale mambo ambayo yawe ndio muongozo wa sasa. Sasa tunachoshangaa, tuna vijana wengi ambao sasa hivi wamesoma, lakini vijana hawa taratibu za kufanya dawa zimekuwa ni ngumu kwao. Wana haraka, wanapupa, hawatumii busara wala hekima. Maneno wanayoyatumia hawayachagui yanayoweza kuonyesha heshima ya yule unayemlingania, kwa sababu tunazungumza kana kwamba unayeongea naye na yeye ni msomi vile vile. Sasa matokeo yake dawa inazidi kutapanyika, dawa inazidi kurudi nyuma. Kwa hiyo nadhani umefika wakati sasa Uislamu tukae chini tutazame. Huu ni ugonjwa unaoonekana hauna tiba. Alhamdulillah, sasa hivi kila kona, kila mkoa mashekhe wapo na vyuo vipo. Tunafanya kuchagulia watoto sasa vyuo, chuo fulani siende, nenda chuo fulani, chuo fulani siende, nende chuo fulani. Na wote hawa ukiangalia kwa utaratibu ni ahlu salaf. Sasa nadhani umefika wakati tutazame kwamba tunakwenda vibaya, tunapaswa kurudi nyuma na kujipanga upya kama maduati. Kwa hiyo naongea kama dai wa muda mrefu ambaye kipindi ni tuko kanya ujana, haya mambo hatakuwa tukiyashuhudia, tunayoshuhudia sasa. Na kutokana na jinsi tunavyoshuhudia sasa hivi, hata misikiti inavyojengwa, unakuta msikiti umejengwa hapa, mwingine uko mtaa wa pili, na wote wana mtazamo wa aina moja. Kwa hiyo watu waswali pale, waswali na hapa, na pale mswali ya Ijumaa na hapa mswali ya Ijumaa. Ndio watu waliofikia sasa hivi. Tunakwenda wapi Waislamu? Kwa hiyo nadhani ufike mahala tutazame kwamba tunapaswa kuyafahamu hayo na kuweza kuchukua hatua ya namna ya kujirekebisha. Kwa hiyo tumeanza na hiyo aya. Mwenyezi Mungu anatuhitaji tushikamane, tuwe pamoja, pamoja na tofauti zetu tulizo nazo.
hata wale maimamu wanne walitofautiana, lakini kutofautiana kwao hakukuwapelekea kujenga uadui. Walitofautiana katika arai, katika mitazamo. Kwa mfano Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala, yeye alikuwa naamini ukitoka rukuu basi lazima unyanyue mikono. Wenzake walikuwa kubaliana na hilo. Lakini pia Imam Shafi'i alikuwa anaamini ukimgusa mwanamke basi lazima ukatawadhe. Wengine walikuwa waliamini hilo, hawakubali nalo. Lakini vile vile Imam Shafi'i katika misimamo yake, baada ya rakaa ya pili ya subh analeta kunuti. Hizi ni ikhtilafu. Sasa zitazame hizo ikhtilafu, wenzie watatu hawanazo, lakini bado waliheshimiana, walitembeleana, walithaminiana, walikirimiana kama viongozi wa dini, kama mashekhi wa dini. Jambo hilo ambalo kwa sasa hivi halipo. Hakuna mapenzi, hakuna ujamaa, hakuna udugu. Allah anatufundisha kwenye Qur'an, innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah la'allakum turhamun. Hakika ninyi Waislamu ni ndugu moja, kwa sababu hadithi nyingi zinazungumza Uislamu ni kama jengo, Uislamu ni kama mwili. Ikiwa mkono unauma basi kichwa kitapata habari, jicho linauma mkono utapata habari, jino linauma kichwa kinapata habari. Huo ndio Uislamu. Leo inafika mahala mtu anaweza kashangilia tu kwa kupata tatizo mmoja wapo, kwa sababu tu alikuwa hana mahusiano ya karibu. Tunaishi na hii aya, innamal mu'minuna ikhwa. Allah anatutaka tuishi kama ndugu, na maelezo mengine ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yanaonyesha kwamba udugu wa Kiislamu ni aqwa min alqaraba, una nguvu kuliko ile udugu wa kuzaliwa, kwa maelezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuonyesha kwamba ni kiwango gani Muislamu anatakiwa azingatie juu ya ndugu yake Muislamu. Ziko haki kadhaa ambazo Muislamu anatakiwa mtendee Muislamu wenzake. Wengine wakasema 5, wengine wakasema 6. Unatakiwa mtendee Muislamu wenzake. Haya yote yanaonyesha Waislamu wanatakiwa kuwa kitu kimoja. Huko tumetoka, tunaanza kupekuana, taasubi zimetuzidi. Kwa hiyo katika hili Waislamu tunazidi kurudi nyuma. Vijana wanaporudi wanakuja ni wa moto, hawataki kukaa chini wala kusikia chochote. Lakini tunasema sio shida sana, kwa sababu ni vijana wametoka mikononi mwetu, tumewafundisha ile ya msingi, wametoka wameenda mesoma zaidi, wamerudi. Basi hata nidhamu tu kwa walimu wako ambao walikuanzisha. Akirudi anaanzisha kituo chake kinaanza mashambulizi. Sio kwamba alinganie watu waje kwenye kituo chake, hapana. Yeye anatengeneza mashambulizi tena dhidi ya walimu wake ambao walimfundisha. Hapo ndipo tupofika. Sasa si jambo jema katika dini ya Kiislamu kuwa na makundi kwa kiwango hicho. Hatuwezi kufaulu hata mara moja. Uislamu unatuhitaji kupitia Qur'ani, kupitia hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, unatuhitaji tuwe wamoja. Makanatu al-i'tisam fi al-Islam, nafasi, umuhimu, ulazima wa mshikamano kama ambavyo Uislamu umesema ni upi? Kwanza, amrun ilahi mubasharatan. Umuhimu wake unakuja kwanza, hii ni amri. Hii ni amri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kad amara almuslimina bil-i'tisami. Yeye ndio ameamrisha Waislamu washikamane. Kama nilivyoeleza mwanzo,
Kwa hiyo ulazima wa Mwenyezi Mungu kutoa maelezo kwamba lazima tushikamane, hii amri inapaswa kutekelezwa, na yoyote anayekwenda kinyume na amri hii maana yake anafanya maasi. Haiwezekani Mola wako anakuambia fanya hiki, unaona hicho kifai, unafanya kinyume chake, alafu ukabaki kwenye Muislamu. Kwa hiyo umuhimu wa umoja, tunabaki kwenye amri aliyoitoa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kutokana yeye Allah aliposema Waislamu wanapaswa kushikamana. Kwa hiyo ndio muhimu wa kwanza, wa hadha yadullu ala wujubi, na hii amri Mwenyezi Mungu ndio inayoonyesha ulazima wa kushikamana. Kinyume chake manake unafanya maasi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Jambo la pili, huu mshikamano huwa sababu luquwa, ndio sababu ya kuweza kupata nguvu Waislamu ya kufanya mambo yao. Mnawezaje kuyafanya mambo yenu mkiwa mmetapanyika? Hata njiti za kiberiti, ukitoa njiti moja unaivunja kwa kidole kimoja, lakini ukiziunganisha zile njiti huwezi kuzivunja. Haya ni mambo ya kiakili, tukatizama mwenyewe utaona huwezi kuzivunja. Kwa hiyo umoja ndio unaoweza kuwaleteeni ushindi. Pasina umoja hatuwezi kwenda popote, kwa sababu sisi tunaishi kwa kufuata kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa kufuata sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahala gani tunaweza tukatofautiana kwenye hilo? Na akisema Mwenyezi Mungu atasimu bihablillahi jamia, ayi alkitabu wa sunna, ndipo tunasimama hapo. Yale mengine yanayojitokeza ni ara. Wewe unampenda shekhe fulani, mawazo yake sawa, tukubaliane. Ndugu zangu Waislamu, tukubaliane. Kuna mambo tutakubaliana kutokukubaliana, lakini yasitutengenezee uadui. Na kuna mambo tunakubaliana kwamba haya hayafai, tunakwenda. Kwa hiyo yale ambayo tutakubaliana kutokukubaliana isiwe ni sababu ya kutugawa. Tutaishi pamoja, lakini kuna mambo hatukubaliani, kwa sababu hayagusi furuu za dini. Tukiishi hivi tutavumiliana. Tukivumiliana, mapenzi yatakuweko miongoni mwetu. Mapenzi yakiweko miongoni mwetu, Uislamu utapata nafasi ya kuendelea na kukua kwa kasi. Maduati, sisi ni vioo. Sisi ni vioo, tunatazamwa na wanaohitaji huduma yetu. Tunapoonyesha kitu ambacho ni tofauti, maana yake tunarithisha kitu kibaya kwa wale ambao wangetamani tuwaambie jambo ili waweze kutuelewa na waingie katika utekelezaji. Lakini tunapokuwa sisi ndio mfano wa mbaya wa kuigwa kwa kutengeneza migogoro, kutengeneza mizozo, kutengeneza mifarakano, tafsiri yake kwa wale ambao tunataka tuwalinganie, basi wanakuta hawana kitu chochote. Kwa hiyo waase vijana wetu wa sasa hivi ambao ndio tatizo kubwa, wajaribu kuangalia upya mfumo wa dawa zao unaendaje. Ni dawa tunaja au ni dawa ya kufeli? Na ukiangalia mtu ambaye anafanya haya mambo, ukimkabidhi hata kituo hakiendelei. Leo inafika mahala hizi dawa zetu ambazo tunazifanya kwa sababu vijana wetu hawa, inafika mahala naambiwa ni haramu hata kuchangisha msikitini. Yaani watu msikitini wana mahitaji mengi. Maji yanahitajika, umeme unahitajika, kulipwa, usafi wa ndani ya msikiti, lakini wanaoweza kuyafanya hayo ni nani? Si wale walioko msikitini, si waumini. Haya, wewe kwako ukienda kwake koki za bomba zimeharibika, maji machafu yanatoka paka nje. Ukiuliza vipi sema hajapatikana mfadhili wa kuweza kutengeneza haya, kwa sababu yeye kwake hahitaji watu wachanga. Hivi ndivyo tunapoishi. Mimi nimetembea maeneo mengi sana, nimeona haya mambo. Hivi ndivyo kweli? Hivi ni kweli kuwashirikisha Waislamu katika jambo lao la msikiti wao, kuuchangia na kuweka katika hali ya usafi? Haya yote yanahitaji iwepo hadithi inasema hivyo. Hakuna vitu mursala ambavyo vinaweza vikatendeka kwa maslaha, hakuna. Lakini tayari viko ndivyo vipo na vinayafanya hayo mambo. Sasa Waislamu tunawachanganya. Hii elimu inakuwaje? Kwa sababu kila mmoja anahisi kwamba yuko sahihi na mambo yake yanafaa kuliko mtu mwingine yoyote. Haya, jambo la tatu la umuhimu wa hili jambo,
Allah ametuambia wala tatanazau fatafshalu watadhhaba rihukum. Kuna katazo, msizozane, msitengeneze mizozo, msitengeneze magomvi. Magomvi siku zote yanalegeza nguvu yenu mtakayokuwa nayo. Haya ni makatazo, na haya maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa unashangaa hizi aya zinasomwa, na kama zinasomwa zinaelewekaje kwa wasomaji hawa ambao ni maduati zetu, ambao wao wanaishi kwa mizozo, wanaishi kwa kutupiana maneno makali, maneno ya kebehi, maneno ya kibri kwa wenzao. Kwa sababu hata mtu kama hajui dini, basi ziko njia za namna kuweza kumsaidia. Kuna kitu kinaitwa al-lutf, ar-rafa, upole, huruma, upendo, mahaba. Sisi tunafahamu baadhi ya visa. Kuna yule mbedui aliyokuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akataka kujua jambo, lakini kidogo akashikwa na haja mkojo, akawa anakojoa pale nje ya msikiti. Masahaba akasimama kama kutaka kumwadhibu Mtume, akasema mwacheni mpaka malize. Tazama hizo dawa za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ni mifano ambayo tunatakiwa tuielewe na tuifanyie kazi. Alipomaliza akamwamuru achukue maji amwagie pale. Akawaambia kama mngemkata vile alivyokuwa nafanya, maana yake ingepata madhara mengine. Lakini kinachotakiwa amalize afu muelimishe kwamba hapa si mahali pa kukojolea. Sasa sisi na Mtume nani bora? Je, kwa sasa hivi yakitokea mambo kama hayo, tukashuhudia mambo kama hayo, wewe unachinjwa? Ndio maana yake. Sasa tuwe tunarudi basi kuangalia matukio yaliyopita, historia za wasomi wetu Ahlus Salaf waliopita, waliwezaje kuzifanya dawa zao zikawa zina mafanikio. Hapo ndipo tunapokuja kupotea, watu kukurupuka na kufanya vitu ambavyo havifanani kabisa na ule wadhi na malengo ya dawa yenyewe jinsi ilivyo. Kwa nini? Dawa imeingiliwa na watu wasiohusika. Dawa imeingiliwa na watu wasiohusika ambao hawafai. Ndio maana kila mmoja sasa hivi anakwenda kwa njia yake, kwa namna yake, kwa jinsi anavyoona yeye mwenyewe. Jambo la tatu katika jambo linaloonyesha umuhimu wa kushikamana, huwa sababu tahqiqi al-ukhuwa al-islamiyya. Mshikamano utakapokuwepo ndio utakaosababisha kuimarisha udugu wa Kiislamu. Hauwezi kupatikana udugu wa Kiislamu wa dhati na wa kweli kama hicho kikundi au hao watu watakuwa hawana ule mshikamano. Leo ukitazama makuli wana mshikamano wao, watu wa mipira wana mshikamano wao, watu wa kucheza karata wana mshikamano wao, wacheza bao wana mshikamano wao. Yaani makundi mbalimbali yametengeneza mshikamano. Madereva wana mshikamano wao, tena wa marori, wa mabasi, wa nini, wana mshikamano wao, kwa sababu chombo pekee kinachoweza kukufikisha katika mafanikio ni mshikamano kwanza. Kwenye Uislamu ni aula. Kwenye Uislamu ni aula. Sisi ni Ahlus Sunna wal Jamaa. Tunaachana wapi? Wapi panatufanya sisi tuishi tofauti tofauti, kila mmoja afanye mambo yake? Wapi tunapoachana? Nasisitiza, kuna mambo tunapaswa kukubaliana juu ya kuto kukubaliana, lakini bado tuishi pamoja na tushirikiane pamoja na tufanye kazi pamoja, kwa sababu yale ambayo hatuwezi kuafikiana hayagusi msingi wa dini. Zile tunaziita furu'. Nimetoa mifano ya maimamu walikuwa wanatofautiana kwenye mambo gani, lakini waliishi pamoja, hawakuwa na shida aina yoyote. Vijana wangu, hususan vijana wangu wa sasa hivi, tazameni vizuri dawa zenu mnavyozipeleka. Muangalie vitu ambavyo mnaamini hakika hivi kama havikufanywa kazi basi vitaharibu Uislamu. Tutakubaliana? Tutakubaliana, lakini si kila jambo uweze kuongea kwa maana ya kujifurahisha wewe kama ni msomi mkubwa sana. Shida ambayo naiona mimi hapa kwa uzoefu wangu wa dawa, nafikiri ni kutafuta mtu afahamike, ule umaarufu. Kwa sababu hata mtu
Ukitaka kufahamika, wewe fanya matukio tu, fanya tukio la mara kwa mara ambalo ni mukhalifa al-ada, litakalo kuwa lina utofauti na wenzio, utafahamika haraka. Na ndicho kinachofanyika sasa hivi. Mtu akirudi anataka fahamiki, kwa hiyo anakuja na yake. Kwa sababu tunashukuru Mungu, alhamdulillah, siku zinazozidi kwenda wanarudi sasa, tunaanza kuwa nao pamoja. Yalikuja sitaki hiki hakipo, hiki hakipo. Sasa hivi tuko nao, tunafanya kazi pamoja kwenye yale. Kwa nini? Kwa sababu alichotaka kujulikana ameshamaliza, kimekwisha. Lakini tufahamu kwamba tuna jukumu kubwa kwa Waislamu. Tuna jukumu kubwa kwa Waislamu. Tuna jukumu la malezi. Tuna jukumu la kina mama ambao bado hawazijui haki zao. Tuna makesi ya ndoa yamejaa mahakamani. Nani awaambie mahakamani si mahali pa kwenda kupeleka kesi za ndoa? Kwa sababu ndoa zenu zimefungiwa misikitini. Mahakamani zinaenda kufanya nini? Ni kwa sababu elimu ya kuwatosheleza wakaelewa hilo haipo. Tunaacha hayo, tunaanza mambo mengine. Tuna jukumu la kulea watoto. Watoto wetu bado wamekuwa na malezi yasiyokuwa mazuri kutokana na hali halisi ya uchache wa hizi madaris na muda wa kwenda madaris, kwa sababu shule za misingi zimewabana. Tuna jitihada gani katika kuhakikisha hawa watoto, pamoja na kutokuwepo muda wa kwenda madaris kwa sababu ya shule, tunawatengeneza kitu gani cha mbadala ili hawa watoto wasipotee? Hatuwazi hayo. Si tunawaza kutupiana aya, kutupiana hadithi. Halafu aya anayoitumia ndio hiyo anayoitumia mimi. Lakini yeye ana usuluba kufasiri kwake, na mimi na usuluba ninavyofasiri mimi. Na yeye anaweza kafasiri kwa namna ambavyo angependa iwe. Mimi nakumbuka kuna kipindi fulani nilikuwa na semina hapa msikitini hapa. Nilitembelewa na mzee mmoja, shekhe mmoja kutoka Saudia. Kanambia nikusanyie vijana, nataka tufanye nao semina siku 2-3. Kwa hiyo mimi nikawa nimejaribu kualika jamaa zangu mbalimbali na taasisi zingine mbalimbali. Kundi kimoja kikaniuliza, shekhe, huyo shekhe anaitwa nani? Nikawaambia jina lake. Anatokea wapi? Anatokea sehemu fulani. Sasa basi shekhe, tutakujibu. Baadaye semina imeanza, sikuwaona hao watu. Lakini kwa sababu mimi ni mzee wao, tulipomaliza semina niliwatafuta. Jamani, mbona hamkufika kwenye semina? Naambiwaje, tulimwangalia kwenye Google bwana, hatumfahamu, hafahamiki. Tazama mambo kama haya. Yaani walimgoogle, hawaoni umaarufu wake na umashuhuri wake. Kwa hiyo wanahitaji kwenda kwenye tukio la dini au kwenye semina ya mgeni yule ambaye wakimgoogle wamuone anaonekana. Ya maana wamjue huyo amesoma kwa nani, kasoma kwa nani. Tutaendesha dini hivyo kweli? Tutaendesha dini kwa mfumo huo? Tukamwambia, haya ni maisha gani haya mnayokwenda nayo? Hili ndio limefanya wasije kwenye semina, na semina ilikuwa nzuri. Sasa tumefika hapo, Waislamu tunakwenda vibaya. Jambo la 4 katika jambo la umuhimu wa hii mada juu ya kushikamana, al-i'tisamu yujibu al-mahabba fil Islam. Mshikamano unazalisha mapenzi, unatuletea mapenzi baina yetu, kwa sababu tunakuwa tuko pamoja, tunapanga pamoja mambo yetu. Lazima tupendane. Kukiondoka mapenzi miongoni mwetu, kitakachofuata ni uadui. Ukiingia uadui, hakuna kitakachofanyika katika hii dini. Wewe utabaki na msikiti wako, utabaki na madrasa yako, na yule atabaki na msikiti wake, atabaki na madrasa yake. Hili ndilo lengo, wa atasimu bihablillahi jamia. Ndio lengo lake liko hapo. Hilo sio lengo. Tutazame masahaba walivyoishi, namna wanavyopata shida ya kumwokoa mwenzao wakati na wao wana shida. Wanafika mahala wana kiu cha maji, na wote wana kiu kinafanana, lakini wakipata maji wanaona anze huyu au anza wewe. Hayo ndio mapenzi yalipofikiwa. Wenzetu walikuwa wameishi hivyo. Hayo maisha sisi tunayo? Maisha hayo sisi hatuna. Kwa sababu gani? Ni yale mazingira ambayo sisi tumejiwekea kwa kuhisi kwamba tuna ujuzi mkubwa
kuliko ujuzi waliokuwa nao wale waliopita. Kuna haja ya kubadilika, kuna haja kubwa ya kubadilika, kwa sababu tunakoelekea tunaanza kuwatoa vijana katika zile njia ambazo ni sahihi, kwa sababu dini hii imekuja kwa mfumo ambao umekamilika, wala hakuna kitu kilichobakia, vyote. Lazima ifike mahala tuangalia tatizo hilo. Sasa baada ya kuelezea hili kama ndio msingi wa mada yangu, tunataka tuangalie sasa sifa za huyu daia ambaye tungependa hii kazi aibebe na aifanye iwe na mafanikio. Wengine wanaita dawa tunaja, afanye dawa yenye kufanikiwa, kwa sababu haya yote yanatokana na mtu kuchukua jukumu ambalo bado hajaliweza. Anaingia kwenye mfumo wa dawa lakini hajaenda kupikwa ili akajua dawa inaendeshwaje. Umetoka kusoma, umerudi, umejifunza namna kuwasilisha. Ndio maana mashekha mtutungia mada zinazoitwa sifatu daia. Katika sifa hii ya kwanza kabisa, dai anayetaka watu wake kuwaokoa ili aende nao sawa sawa, huyu dai mwenyewe lazima avae vazi la ikhlas, awe na ikhlas. An takuna daia khalisatan, awe ni msafi kabisa liwajhi llahi azza wa jalla. Asifanye dawa kama vile ni show fulani, hapana. Lazima afanye dawa akiwa ana uchungu na anaowafanyia, asitafute umashuhuri. Leo watu wanafanya mashuhuri walmadh na kusifiwa. Kwa nini? Laanna al-ikhlas huwa asasu din. Hii ikhlas ndio msingi wa dini, na kama utakuwa na huo msingi wa dini, kitakachofuata alqabulu lidawatik, nikukubalika dawa yako. Lakini mtu anaposimama kutaka julikana anawezaje kutema aya, anatemaje hadithi, anatemaje aqwalul ulama, watu wajua anapoziporomosha zile, lakini kwenye nafsi yake wala hakuna chochote. Ndio tunayaona haya. Unamkabidhi msikiti kama anavyosema mara nyingi, una watu 20, ukija mwaka kesho huu msikiti una watu 5. Huyo hafai, na bado kang'ang'ana tu kwa msikitini. Hafanyi ihtiramu kwa wageni, hana utaratibu wa kujua nani yuko msikitini kwangu mpya leo. Hiyo habari hana, yeye tu. Mashekhe walikuwa wanakaribishana, walikuwa wanatembeleana, wanaachiana mimbari. Huyu amekuja leo anamwachia mimbari. Leo hilo halipo. Akishaambiwa ni imamu hapa, basi anakimbilia kweli kweli. Hii ndio shida. Kwa hiyo sifa ya kwanza ya dai anayeweza kutupeleka mahala pazuri, awe na sifa ya al-ikhlas. Kwa sababu gani? Ikhlas ndio msingi wa kila kitu. Jambo la pili, al-ilmu shar'i. Dai huyu lazima awe na elimu ya kisheria. Kwa sababu kama atakuwa anaingia kwenye hii kazi alafu haja kuwa na elimu ya sheria, kwa vyovyote atatumia nafasi hiyo kuwapotosha watu. Kwa hiyo elimu ni kigezo cha dai anayetakiwa kuifanya dawa yake yenye mafanikio. Lazima awe na elimu ya sheria, aifahamu, na hii sheria iwe ala fahamu sahihi. Awe ni ameipata elimu hiyo yenye ufahamu wa kisheria uliokuwa sahihi, kwa kuzingatia manhaji za watu wema waliopita, na sio kwa namna anavyoona yeye inafaa. Hapana. Kwa la pili ni elimu. Kwanza ikhlas, pili elimu ya kisheria ambayo inamwezesha kufanya kazi hii kwa kuzingatia misingi yote inayohusu dini yenyewe na inayohusu mifumo ya dawa yenyewe. La tatu, alhikmatu lidawa.
Huyu dai lazima abebe tabia ya kuwa na hikma, wa ikhtiyari usulubul manasaba, na kuchagua njia inayofaa likulli shakhsin, kwa kila mtu, wa likulli mawqif, na kila mahala. Hapo unapoongea, hao watu naongea nao ni watu wa aina gani, au sehemu hii ni wapi? Kwa hiyo niongee kitu gani? Haiwezekani wewe maongezi yako yafanane na maeneo ambayo hapafai kuongea hayo. Wewe uweze kukaribishwa sehemu ya watu ambao wana usulubu wao tofauti na wakwako, ukafika tu haya mnayofanya hapa hayafai kwa mara moja. Haiwezekani, haiwezekani. Lazima utazame hawa watu wanaishije, wanavyoishi wao pite tofauti. Zungumza lakini bila kuwakata, bila kuonyesha jambo ambalo litawafanya wao wakasirike. Kwa hiyo usulubu ni muhimu sana. Tunamtaka dai ambaye anaelewa, amebeba katika moyo wake hekima, amebeba katika moyo wake kuelewa njia za namna ya kushusha mada yake, lakini moyo wake umebeba kuheshimu aina za watu wanaowalingania, watu wazima. Kama ni akina mama, kuna lugha zao. Wazee, kuna lugha zao. Kama ni wanafunzi unaongea nao, kuna lugha zao. Kama ni vijana, kuna lugha zao. Kama unaongea na maimamu, pia kuna lugha zao. Unaongea na mashekhe, kuna lugha zao. Lugha huwezi kutumia kwenye makundi haya lugha ya aina moja, haiwezekani. Wengine lugha hizo haziingii, hawaelewi. Huyu dai lazima awe na utaratibu huo, lakini pia awe na sifa ya arufuk bin nas. Lazima awe na upole kwa watu anaowalingania, wa adam tashaddud, na kuacha kuyang'ang'ania mambo, kulazimisha mambo. Yani kwa sababu tu wewe unataka hilo lifanyike, sasa usiyalazimishe, usiyazungumze kwa ulazima kiasi kwamba ukaona yule ambaye hakufanya kile unachokifanya wewe, basi yeye ni adui yako. Wewe sio dai, utufai. Kwa sababu huwezi kunilazimisha mimi nifanye unavyotaka wewe, kama nafsi yangu inaamini kwamba wewe hauko sawa. Haiwezekani. Tufundishane. Tumeambia ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal maw'idati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Hii ni Qur'ani. Tuwalinganie watu kwa kutumia busara na hekima zaidi, na tufanye mijadala ya adabu na nidhamu. Yako wapi haya? Yanafanyika haya? Hayafanyiki. Hayafanyiki. Hata mtu kijana anakuwa ni mgeni, amekuja hapo, mempa nafasi azungumze, basi la kwanza anaweza kumzungumza imamu wa hapa kwanza, hafai, na imamu kakaa chini hapo. Kuna ziara fulani nilifanya mkoa fulani, nikawakuta viongozi wake pale mkoani, tukasalimiana, tukaeleza mahitaji yetu ya ziara yetu na kadhalika. Baada ya kumaliza pale, yule bwana akashukuru sana. Ilikuwa ni taasisi kubwa tu hapa nchini. Akasema, bwana, nyinyi ni watu wazuri sana, sisi tunakubaliana nyinyi kabisa, kazi unayoifanya ni kubwa na ni nzuri na ndio kazi inayofaa. Hasa kuna watu fulani walikuja hapa, walikuwa wana shida ya kuwapa msikiti fulani tumeujenga mahala, wanasema msikiti ule wangeuomba wao wautumie. Sasa walipokuwa wanazungumza haya maneno, ikaingia simu, huyo kiongozi wa hicho kituo anasema ikaingia simu kwake. Kwa hiyo akasitopisha, akaanza kuongea na ile simu. Ile simu alikuwa anaongea kwa Kiarabu. Sasa akaongea kama wale wageni wamekaa wanamsikiliza, wanamsubiria. Alipomaliza kuongea, wale wakadakia, sema, Sheikh, mbona unakosea unapoongea? Mbona unakosea kuongea Sheikh? Kwa nini unakosea kuongea? Angalia maneno kama haya. Papo kwa papo. Huyo wanayemwambia maneno ndio wanamuomba ule msikiti wakautumie. Sasa amemaliza kuongea, wanamkosoa hapo hapo. Sasa akasema, akawaangalia, akasema, sawa bwana, kama nimekosea. Wale kilichowapeleka wakakosa, na msikiti wakasema hawezi kupewa. Sasa kwa nini si wapi? Hawa watu si wazuri. Kama ndio hii njia wanaitumia, kama ndio dawa yao wanaenda kuifanya kwenye ule msikiti kwa njia hii, huo msikiti utakuwa ufai. Tazama, yani hakuna subra. Hili ni tatizo la maduati wetu, vijana wetu kwa sasa. Jambo lingine, husnul khulq, tabia njema.
Dai lazima awe na tabia njema kama vile ukweli, yani asidiq wa tawadhu, ukweli, unyenyekevu, asabr, subra, wa rahma, huruma, lianna an-nasa tataatharu bil akhlaq, watu wengi wanaathirika na tabia yako. Mwanzo nimeeleza kwa wakati naanza mada yangu, ili wapate watu, wewe umekaaje? Wewe ukoje? Tabia za ajabu zisizofaa. Mchana unaonekana mzuri, usiku unaonekana mbaya. Usiku kwenye mitaa miembamba, mchana kwenye barabara kubwa. Wewe ni dai, mchana umevaa kanzu, usiku umevaa kofia, usiku umevaa shati. Mchana umevaa kofia, usiku umetoa kofia. Haya yote haya ni katika mambo ambayo dai mzuri anapaswa kufahamika. Mchana yuko vipi na usiku yuko hivyo hivyo, habadiliki. Kwa hiyo tabia ni nyenzo muhimu sana kwa dai kujipamba nayo, ambayo habadiliki mchana, habadiliki usiku. Hilo ni jambo la 4 katika mambo muhimu ambayo dai anatakiwa yani kufungamana na sifa hizo. La 5, husnul uslubu wal balagha, awe na sifa nzuri ya ufikishaji mada kwa wale watu ambao anawafikishia. Lazima awe na uslubu mzuri, njia bora itakayowafanya watu wavutike na yale atakayokuwa anazungumza. La 6, fahamu alwaqi wa ahwalu nas hata takunu da'wa qariba min hayatihim, kufahamu hali za wale unaowalingania wakoje. Hawa watu wangu wanahitaji tiba gani? Hatukienda hospitali, daktari anataka ajue kwanza una malaria, una typhoid au una kitu gani, ili aweze kukuchagulia dawa munasaba. Kwa hiyo na wewe kama ni dai, wewe ni daktari, unataka kufanyaje kwa hawa wagonjwa wako ambao ni maduuin? Lazima uwe na njia bora ile ambayo udaktari wako unaotaka kuutumia pale uweze kutibu. Sifa hiyo hatuna, na watu hawataka kusoma vitabu. Watu wanataka kugoogle kwenye simu. Kwenye simu kuna vitu vingi, kwenye simu kumetupiwa vitu vingi humo ndani, viko vya sahihi na viko vingine sio sahihi. Sasa kwa kutegemea simu tu, hayo ni matatizo. Muda umefika sasa hivi utaona shekhe fulani akisimama, au kama hivi nilivyokaa mimi nazungumza, kama una waumini wako kwenye ule msikiti na mimi nimefika nazungumza, simu zinajaa meza nzima. Tunayaona haya. Akimaliza huyo mzungumzaji, akaja mzungumzaji anayefuata, simu zinatolewa zote. Hapo ndipo tulipofika sasa hivi. Wewe tazama tu, utaona kwenye misikiti mbalimbali. Kwa hiyo wanachagua nani niweze kuchukua muhadhara wake na nani siweze kuchukua muhadhara wake. Sasa ukitazama, huyu ameongea dini na huyu ameongea dini. Tatizo liko wapi? Taasub. Mimi namtaka huyu. Hivyo sivyo ambavyo dini ya Kiislamu ilikuja. Dini ilikuja kwa ajili ya Waislamu, na kila ambaye anafanya kazi ya dini, huyo ni ndugu yako, huyo ni mwenzio, na kila Muislamu ni ndugu yako. Inakuwaje unaweka mapande, unatenganisha? Kwa nini? Kwa sababu malezi ya kile chuo ulichotoka inaweza kuwa pia ni tatizo. Hayo pia yanatokea. Kwa hiyo fahamu wake wa ahwalu nas, awe na sifa ya kufahamu matukio au kufahamu hali za watu, ili dawa yake iwe ni karibu katika maisha ya wale watu anayewahutubia. Asipokuwa na utaratibu wa kuyajua haya, basi atajikuta anaongea kitu ambacho si hitajio la wale watu wanaowalingania. Sio hitajio, yana anaongea kitu ambacho wale watu hawahitaji hicho kitu. Wana maradhi mengine, wana mahitaji mengine. Hasa dai anataka tumia akili. Hawa watu kitu gani ambacho mimi nikiwazungumzia itakuwa ndio tiba yao? Hawa tunaswali siku zote swala 5. Sasa unazungumzia swala 5 ni nini? Ukumbusho tu. Lakini wana matatizo ya riba. Utawazungumzia lini?
wana matatizo ya kujua thamani ya jirani, wana matatizo ya tarbiyatil aulad. Utawazungumzia lini? Hivi ndio vitu vya kutazama. Watu hawa ugonjwa wao ni nini? Huyu ndio dai tunayemhitaji katika zama zetu. Sasa tuna mashekhe wengi, lakini bado dini haieleweki. Huko nyuma tulikuwa na mashekhe wachache, lakini walau tulikuwa tunafikisha ujumbe na watu wanatuelewa. Wanajenga msikiti, wanajenga madarisi, nyumba za matope huko, wanakusanya wanafunzi. Tulikuwa wachache. Leo mashekhe wote tuko hapa, tumejaa Tanzania nzima hii. Dawa imekuwa ni shida. Turudini kwa Mwenyezi Mungu. Turudini kwa Mwenyezi Mungu. Tusipo tanabai haraka haya mambo, basi tunajiangamiza kwa mikono yetu sisi wenyewe. Jambo la 7 katika vitu ambavyo ni sifa kwa dai awe navyo, as-sabru wa tahammul. Awe na sifa ya subra na kuvumilia yatokanayo na kazi yake. Kazi hii ni ngumu. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameifanya hii kazi kwa miaka mingi na amekutana na maswaiba mengi na hakurudi nyuma. Ndio maana leo tunaweza kujivuna duniani kote, anatajwa Mwenyezi Mungu, anatajwa na Mtume sallallahu. Kwa nini? Ni katika misingi aliyoiacha Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasa dai kama hana subra, hana uvumilivu kwenye ile kazi anayoifanya, tafsiri yake hatofika safari yake alionayo, ataishia njiani. Sasa lengo la dawa litakuwa limekwama. Kwa kumalizia, nukta ya 8 ya sifa za dai, anasema al-qudwatul hasana. Dai awe ni kiigizo chema, kuongea kwake, tabia yake, mwenendo wake, muamala wake, hivi vitu viwe ni vyema, yani watu wajifunze kwake. Tazama tonge ya ugali inapodondoka, sisimizi wanatoka kila upande, wanakwenda pale, wanakusanyika, maana ni chakula chao. Na dai ni chakula cha waumini. Pahala alipo lazima kuwepo tofauti, kwamba hapa kuna msomi. Leo huwezi kutofautisha kwamba pale kuna msomi, kwa sababu anaonekana kwa matendo yake na tabia zake. Unaona kabisa sasa hivi vijana wetu hawa wakali sana kwenye maeneo ya majukwaa, lakini analala saa 6, saa 7 yuko kwenye mipira. Saa 11 anakuja kusalisha watu. Tunawaona. Huo ni ugonjwa wake. Sasa unakwenda kwenye maholi ya mipira na waumini wako nao wasalisha pia. Mko nao mle ndani kwenye huo mpira. Kwa hiyo mnapiga kelele, mnashangilia, mnafanyaje? Wewe ni imamu, wewe ni dai. Sasa dawa yako itakuwa na athari gani? Haiwezi kuwa na athari. Kwa hiyo sifa muhimu, lazima uwe na mfumo wa maisha utakao wavutia wale unaowalingania. Wavutike na tabia yako ya namna unavyofanya muamala na watu, unavyoongea na watu, unavyotenda kazi zako, ili maneno yako yafanane na mahitaji yao. Watu watabadilika. Lakini bila hivyo itakuwa ni kazi ngumu sana, kwa maana wewe umeanza kuonyesha kwamba hili jambo si muhimu na wala halina muhimu, wanachana nalo. Sifa hizi ndizo zinazoweza kutuletea mafanikio na mabadiliko makubwa kwa wale ambao wamejiingiza katika shughuli hii ya dawa. Ninachosikitika ni kwamba dawa imevamiwa. Dawa yetu imevamiwa na watu wasiokuwa sahihi. Ndio maana kila siku kukicha hatufundishi mapya, tunajibizana sisi kwa sisi. Mimbari kazi zake ni kujibizana. Imamu akisimama au shekha akisimama au dai akisimama, yeye ni kuzungumza msikiti fulani na shida hii, shekha fulani na shida hii, hafai, yuko hivi, yuko hivi. Sasa tumeacha misingi yetu tulikoachia. Kwa kutumia nafasi hii, ndugu zanguni watazamaji wa Mahasim TV, nadhani kwa ushauri huu na maelezo haya niliyoyatoa yanaweza kutusaidia kama tutakaa chini na tutatafakari kwa kina na tukaona kwamba tumeteleza wapi. Maana wanasema Waswahili, kuteleza si kuanguka. Halafu tujisahihishe. Na nitumie nafasi pia kuwaomba vijana wetu hawa,
tunawapenda sana kwa sababu wamesoma, lakini pia waelewe kwamba hata hao walimu wao waliowafundisha mwanzo pia wamesoma, wanapaswa kuwaheshimu na kuondokana na kibri. Mwisho kabisa, dai hapaswi kuwa na sifa ya kibri au dharau, iwe ni kwa watu wake anaowafundisha au kwa watu wengine ambao wana elimu inayolingana na yeye au iliyo zaidi na yeye. Lazima aonyeshe utii, unyenyekevu na usikivu, na aikubali kwamba hapa naweza nikanyamaza nipate faida. Huwezi ukajua faida ya mtu kama hujakaa chini. Shuka kwanza. Hilo halipo katika maisha ya sasa. Kwa hiyo, kwa hizi dakika chache ambazo nimezitumia, nimekuwa nikizungumzia umuhimu wa mshikamano katika dini hii ya Kiislamu. Nikaeleza taarifu yake, nikaeleza sababu zake, nikaeleza nafasi ya umuhimu wa kushikamana. Halafu nikaja kueleza shida tulizonazo za maduati. Kwa hiyo nikaeleza sifa za madai. Kama tutapata watu maduati wenye sifa za namna hii, maana yake dawa yetu itakuwa ni khaliswa, itakuwa ni najih, yenye kuleta mafanikio, yenye kuleta matokeo mazuri. Kwa hiyo alaikum ayuha duat, ni juu yenu maduati wote ambao mnanitazama kwa sasa hivi, kukaa chini na kutafakari mfumo mnaokwenda nao ni mfumo rafiki katika kuwaendea Waislamu wetu. Ni mfumo rafiki? Unaanza na jambo gani la kufanyia dawa? Jambo gani la kwako ambalo umelipanga ni la muhimu? Alafu unamaliza na jambo gani? Hivi ndivyo kuangalia. Unakuja na jambo la juu, la chini bado hujalifundisha. Uwezo wa akili za mtu unayemhubiria anahitaji uanzie chini ili umpandishe juu. Wewe unaanzia juu. Unamwita mwanafunzi kwenye madarasa yako hajui chochote, unaanza kumfundisha aqwalul ulama. Sasa aqwalul ulama huyu Qur'ani kuisoma hajui, tauhidi hajui, fiqh hajui, sira hajui, unaanza kumfundisha aqwalul ulama peke yake. Ili nini? Kumtafutia vile vipande vya wanachuoni ambavyo wao wamevichagua ili aanze kuwa ni mwenye kushindana na watu wengine. Hii haifai. Hii haifai. Sisi tuna watu ambao tunasema hatuwezi kukaa nao pamoja, lakini akida yetu sisi ni moja. Ahlus Sunna wal Jamaa ni akida moja. Tukisema Ahlus Sunna wal Jamaa ni hawa maimamu wanne, lakini hawa maimamu wanne sio kwamba walikuwa wanakubaliana kwenye fikira zao zote. Walikuwa wanatofautiana kwa baadhi ya mitazamo kama nilivyoeleza mwanzo, lakini waliishi kwa kuheshimiana na walisomeshana wao kwa wao. Na mtu anasafiri anakwenda kwenye mji wa mwenzie, mji wa mwenzie akifika pale msikitini kwake anamwachia nafasi ya darasa, anaendesha yeye. Sio leo ukisema kama mimi nikasali msikiti fulani ambao wana mtazamo wao tofauti, kwanza wote wanaanza kunitazama mimi, huyu katoka wapi? Wanakujua, mbona leo kaja hapa? Ala, sasa jamani, hapa si msikitini? Utatazamwa na hata hutapewa hiyo nafasi yoyote kuzungumza. Kwa nini? Kwa sababu misingi yao wao wewe si katika wao. Wao wamejiwekea utaratibu wao, mtu atakaye kwenda hapa ni katika wao. Basi sasa hili si jambo jema katika dini na tunavurugu katika dini. Kwa hiyo ningewaomba vijana wangu wa sasa hivi ambao mnafanya hizi dawa, yatazameni haya na mjaribu kubadilisha utaratibu ili tuende pamoja. Lazima mfike mahala muone kwamba kuna mambo tunaweza kukubaliana juu ya kutokukubaliana. Hayo yanabaki kama yalivyo, lakini tuendelee kuwa pamoja. Na kuna mambo tunakubaliana, tuishi kwa hayo tunakubaliana kwa pamoja bila shida yote. Kwa sababu hakuna mtu asiyeelekea kibla, hakuna mtu asiyesoma Qur'an, hakuna mtu asiyezungumza hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hakuna mtu anayembeza mwanachuoni yoyote. Lakini kuna vijana sasa hivi mpaka wanachuoni, baadhi ya wanachuoni wanawabeza. Mwanachuoni huyu amekosea, huyu amekosea, huyu amekosea. Hivi kweli karne ya sasa, kizazi cha sasa kiwakosoa wanachuoni wa zamani wakina Ibn Baz? Kweli? Lakini kijana kangangana kweli kweli. Hayo ni matatizo. Kwa hiyo inshallah, kwa haya machache Mwenyezi Mungu atie baraka ili iwe ni sababu ya kulegeza nyoyo za vijana wetu ambao dawa zao ni ashaddu dharar, zinaleta shida na madhara makubwa, zinasababisha chuki ambayo haina lazima, zinasababisha mgawanyiko baina ya familia. Kwa sababu mtu anaingia mahala anafanya dawa mpaka anamwambia yule mwanafunzi, baba yako kukoa swali usimsalimie.
Subhanallah, yani baba yake haswali, anafundishwa na mwalimu wake, kwa kuwa baba yako haswali usimsalimie. Sasa hii ni shida kubwa. Yawezekana watu hamoyaoni hayo, mnaoniangalia pengine huko kwenu nyie haya mambo yatokei, lakini sisi ambao tunazunguka maeneo mbalimbali, vijijini, wapi, tunakutana haya. Vijana wanafanya mihadhara namna hiyo kabisa, kwamba usasalimia hao, haufai huyo, hata kama ni baba yako ni mama yako, haufai. Inafika mahala binti ya mtu anaozeshwa na ustazi kwa sababu huyo binti baba yake haswali, na yupo ana wazazi wa binti, kwa kuwa tu amefundishwa kwamba wali mwema ni yule ambaye atakuwa na swali. Kwa hiyo wewe kwa sababu yako haswali utaozeshwa na shekhe. Ndoa zimefungwa, tumeshashuhudia. Hii ni dawa kweli, inatuweka pamoja hii. Embo imagine, chukua mawazo hayo, yule mzee ambaye binti yake imeozeshwa kwa misingi kama hiyo, anakuhitaji wewe tena? Atakupenda? Atakuwa na maana wewe? Sina kudharau. Embu tukae chini tuangalie njia bora ambayo itatuwezesha sisi kufanya kazi zetu zenye mafanikio. Shukran lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.